Nao na moyo pia, kwa nini sisome? Wanasoma kutokea wamekalili wanasoma. Sasa leo utatusomea wapi? Wafilipi. Wafilipi ngapi? Kitabu chote cha Wafilipi. Chote cha Wafilipi. Chote cha Wafilipi. Haya bwana, hebu anza kusoma basi kitabu cha Wafilipi. Haya. Imeandikwa: Paulo na Timotheo, watumwa wa Kristo Yesu, kwa watakatifu wote katika Kristo Yesu walioko Filipi, pamoja na maaskofu na mashemasi. Neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwa Mungu Baba Yesu na kwa Bwana Yesu Kristo. Namshukuru Mungu wangu kila niwakumbukapo, siku zote kila niwaombeapo ninyi nyote, nikisema sala zangu kwa furaha kwa sababu ya ushirika wenu katika kuieneza Injili tangu siku ile ya kwanza hata leo hivi. Nami niliaminialo ndio hili, kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwenu ataimaliza hata siku ya Kristo Yesu. Vile vile kama ilivyo wajibu wangu kufikiri haya juu yenu nyote, kwa sababu ninyi mmo moyoni mwangu. Kwa maana katika kufungwa kwangu na katika kazi ya kuitetea Injili na kuithibitisha, ninyi nyote mmeshirikiana nami neema hii. Maana Mungu ni shahidi wangu jinsi ninavyoonea shauku katika moyo wake Kristo Yesu. Na hii ndiyo dua yangu, kwamba pendo lenu lizidi kuwa jingi sana katika hekima na ufahamu wote, mpate kuyakubali yaliyo mema, ili mpate kuwa na mioyo safi bila kosa mpaka siku ya Kristo Yesu, hali mmejazwa matunda ya haki kwa njia ya Yesu Kristo, kwa utukufu na sifa ya Mungu. Lakini ndugu zangu, nataka mjue ya kuwa mambo yote yaliyonipata yametokea zaidi kwa kuieneza Injili. Hata vifungo vyangu vimekuwa dhahiri katika Kristo miongoni mwa askari na kwa wengine wote pia. Na wengi wa hao ndugu walio katika Bwana, hali wakapata kuthibitika kwa sababu ya kufungwa kwangu, wamezidi sana kusubutu kunena neno la Mungu pasipo hofu. Wengine wanahubiri habari za Kristo kwa sababu ya husuda na fitina, na wengine kwa nia njema. Hao wanamhubiri kwa pendo, wakijua ya kuwa nimewekwa ili nitetee Injili. Bali wengine wanamhubiri Kristo kwa fitina, wala si kwa moyo mweupe, wakizani kuongeza ziki za kufungwa kwangu. Yadhuru nini? Lakini kwa njia zote, ikiwa ni kwa hila au ikiwa ni kwa kweli, Kristo anahubiriwa. Na kwa hiyo nafurahi, nami nitafurahi, maana najua ya kuwa haya yatanigeukia na kuwa wokovu wangu, kwa sababu ya kufungwa kwenu na kurudhukiwa Roho wa Yesu Kristo. Kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote, kama siku zote na sasa vivyo hivyo, Kristo ataazimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha yangu au ikiwa kwa mauti yangu. Kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Ikiwa kuishi katika mwili kwangu mimi ni matunda ya haki, basi nitakalolichagua silitambui. Ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana, bali kudumu katika mwili kwahitajiwa zaidi kwa ajili yenu. Nami nikitumaini hayo, najua ya kuwa nitakaa na kudumu pamoja nami, ili mpate kuendelea na kufurahi katika imani, hata mzidi kuona fahari katika Kristo Yesu juu yangu, kwa sababu ya kuwepo kwangu pamoja nanyi tena. Lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa Injili ya Kristo, ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwako, niyasikia mambo yenu, kuwa mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mkishindania imani ya Injili, wala hamwogopi adui zenu katika neno lolote. Kwao hao ni ishara madhubuti ya kupotea,
bali kwenu ninyi ni ishara ya wokovu huo utokao kwa Mungu, maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake, mkiwa na mashindano yale yale mlioyaona kwangu na kusikia kwamba ninayo hata sasa. Basi ikiwako faraja yoyote katika Kristo, yakiwako matulizo yoyote ya mapenzi, ukiwako ushirika wowote wa Roho, mkiwako huruma yoyote na rehema, ijarizeni furaha yangu, ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, kinia mamoja. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu amhesabu mwenziwe kuwa ni bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu angalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa mwanadamu. Naye alipoonekana kuwa na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia ile jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwako tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwako, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka, kwa maana ndiye Mungu afanyie kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Yatendeni mambo yote pasipo manunguniko wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na hila, kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mmeonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu, mkishika neno la uzima, nipate sababu ya kuona fahari katika siku ya Kristo Yesu, ya kwamba sikupiga mbio bure, wala sikujitaabisha bure. Naam, hata nikimimina juu ya dhabihu ya ibada ya imani yenu, nafurahi, tena nafurahi pamoja nanyi nyote. Nanyi vivyo hivyo furahini, tena furahini pamoja nami. Walakini natumaini katika Bwana kumtuma Timotheo afike kwenu karibu, nifarijie na mimi, nikijua hali yenu, maana sina mtu mwingine atakayeangalia hali yenu kweli kweli, kwa maana wote wanatafuta vyao wenyewe, sivyo vya Kristo. Ila mwajua sifa yake, ya kuwa alitumika pamoja nami kwa ajili ya Injili kama mwana na baba yake. Basi natumaini kumtuma huyo mara hapo nitakapojua yatakaonipata. Nami naamini katika Bwana ya kuwa nitakuja na mimi mwenyewe hivi karibuni. Lakini naliona imelazimu kumtuma kwenu Epafrodito, ndugu yangu, mtendakazi pamoja nami, askari pamoja nami, tena ni mtume wenu, mhudumu wa mahitaji yangu. Maana alikuwa na shauku kwenu ninyi nyote, akahuzunika sana, kwa sababu mlisikia ya kuwa alikuwa hawezi, kwa maana alikuwa hawezi kweli kweli, karibu na kufa, lakini Mungu alimhurumia. Maana si yeye peke yake, ila na mimi pia, nisiwe na huzuni juu ya huzuni. Kwa hiyo nimefanya bidii nyingi kumtuma, ili mtakapomwona tena mpate kufurahi, nami nipunguziwe huzuni yangu. Mpokeeni basi katika Bwana
Kwa furaha yote mkahesabu watu kama huyu kuwa watu wa kuheshimiwa, maana kwa ajili ya kazi ya Kristo alikaribia